Katikati ya Sinza ambapo kelele za jiji zilikuwa kali na maisha yalikuwa na kasi isiyokoma, palikuwa na kibanda kidogo cha mbao. Hapo ndipo Mama Aika alipokuwa akijipatia riziki kwa kuuza vitumbua kwa wakazi wa mtaa waliopita kila siku. Kila asubuhi, mwanga wa kwanza wa alfajiri ulipogusa anga, Mama Aika angeamka na kuanza shughuli zake, kusaga maharage, kuwasha moto na kuandaa kibanda chake kwa ajili ya siku nyingine ndefu ya kazi. Binti yake, Aika, ndiye aliyekuwa sababu pekee ya Mama Aika kuendelea kupambana tangu mume wake alipofariki. Bila mtu mwingine wa kumtegemea, Mama Aika aliubeba mzigo wa kumlea binti yake peke yake, akipambana na umaskini na magumu ya maisha. Alitumia saa nyingi chini ya jua kali la Dar es Salaam, ngozi yake ikiwa imetapakaa jasho, akitembea kwa bidii ili kupata hela ya kutosha kumpeleka Aika shule, kumlisha na kumpatia hata faraja ya msingi kabisa. Kila jioni, Mama Aika alihesabu sarafu chache alizopata, akisema sala kwa Mungu, akiomba ziwe za kutosha kwa mahitaji ya kesho. Siku moja jioni, baada ya siku ndefu ya kazi, Mama Aika alirudi kwenye chumba kidogo walichoshirikiana na Aika. Miguu yake ilikuwa inauma, mikono imejaa mipasuko kutoka kufua vyombo kwenye hoteli ya jirani. Alijilaza kwenye godoro jembamba sakafuni na kutoa pumzi nzito alipofunga macho yake. Lakini kabla hajapumzika, Aika alikimbilia kwake akiwa na furaha usoni. Mama, hebu angalia, alisema huku akimpa kipande cha karatasi. Nimeongoza darasani kwenye somo la hesabu. Mwalimu amesema nikijitahidi zaidi naweza kupata tuzo. Uchovu wa Mama Aika ulitoweka papo hapo alipomtazama binti yake. Alitabasamu kwa fahari na akagusa uso wa Aika. Mwanangu, unanifanya nijivunie sana. Endelea tu kujitahidi. Siku moja utakuwa mwanamke mkubwa, daktari au hata wakili, alisema kwa sauti iliyojaa matumaini. Aika alicheka, mashavu yake yakianza kujaa raha. Mama, naahidi, nitakufanya ujivunie. Siku moja tutaondoka hapa na hutawahi tena kufanya kazi ngumu. Moyo wa Mama Aika ulijaa hisia kali, machozi yakianza kujikusanya pembezoni mwa macho yake. Hakukuwa na namna nyingine zaidi ya kuamini maneno ya binti yake, kwani hayo ndiyo yaliyoibeba matumaini yake yote. Usiku ulipofika, Mama Aika aliendelea kujiambia ahadi za binti yake akiwa amelala gizani, akijifariji kuwa kila sadaka yake ingekuwa na maana siku moja. Kadri Aika alivyozidi kukua, alizidi kutambua kujitolea kwa mama yake. Aliona mikono ya mama yake ilivyojaa mipasuko, mistari ya uchovu usoni mwake, na jinsi alivyosimama huku akishikilia mgongo kwa maumivu baada ya kazi ngumu. Alijua kabisa moyoni kuwa mama yake alikuwa anajiumiza ili tu ahakikishe maisha ya Aika yanakuwa bora. Kila alipoona mama yake akihangaika, azma ya Aika ilizidi kuimarika. Alitamani kufanikiwa si kwa ajili yake tu, bali kwa heshima ya mama yake. Baada ya kumaliza chuo kikuu, elimu aliyopata ilikuwa matokeo ya kazi ya mama yake aliyefanya kazi nyingi, kujiwekea akiba na kuvumilia magumu. Shahada yake haikuwa karatasi tu, ilikuwa ni ishara ya miaka mingi ya kazi ngumu, upendo na kujitolea kutoka kwa mama aliyempa kila kitu. Siku alipopata kazi yake ya kwanza kama msimamizi wa mauzo, Aika hakuweza kuficha furaha. Alikimbia nyumbani kwao kwa haraka kumweleza mama yake, aliyekuwa akisubiri mlangoni kwa tabasamu lenye uchovu na mikono wazi ya kumpokea. Mama, nimepata kazi. Aika alipaza sauti akimkumbatia mama yake kwa nguvu. Nitafanya kazi kwenye kampuni kubwa, mshahara ni mzuri. Mama Aika alilia kwa furaha. Alimkumbatia binti yake kwa nguvu, sauti yake ikiwa nzito kwa hisia. Asante Mungu. Asante kwa kunijalia, mateso yangu hayakuwa ya bure. Kwa Aika, kazi hii ilikuwa mwanzo tu, ilikuwa ni tiketi ya maisha bora, si kwake tu, bali kwa mama yake pia. Aliapa moyoni mwake kufanya kila awezalo kumtoa mama yake kwenye maisha ya umaskini na kumpa maisha aliyostahili. Alipoanza kazi rasmi, Aika aliichukua kwa juhudi na ari kubwa. Hakuwa mzembe, alikuwa na akili nyingi, mwenye heshima na tabia nzuri iliyowafanya wote ofisini wampende. Kwa mara ya kwanza maishani, alikuwa akipata kipato cha uhakika, cha kutosha kumtumia mama yake fedha na bado kujiendesha kwa uhuru.
Ingawa maisha yalikuwa rahisi sasa, bado moyo wake ulikuwa wa shukrani. Alikuwa na matumaini makubwa kwa siku za usoni. Siku moja, Aika alipokuwa kwenye tukio maalum la kampuni, alijikuta katikati ya ulimwengu ambao aliwahi kuona tu kwenye televisheni. Ukumbi ulikuwa wa kifahari, sakafu ya marumaru, mapambo ya taulo za dhahabu, na watu waliovaa mavazi ya heshima wakizunguka wakiwa na glasi za divai mikononi. Mwanzoni Aika alijihisi kana kwamba ni samaki mdogo baharini, lakini alijikakamua na kutabasamu, akiwa amejiandaa kufanya mvuto mzuri. Ilikuwa katikati ya muziki wa jazz uliopigwa taratibu, glasi zikigonganishwa kwa furaha, ndipo alipokutana na Jonas. Jonas hakuwa mwanaume wa kawaida. Alikuwa mrefu, mwenye mwili uliojengeka vizuri na aliyejua kujiamini kwa namna ambayo ilimfanya aonekane kila alipopita. Akiwa amevaa suti iliyoshonwa kwa ustadi, alionekana mwenye haiba ya nguvu na ustaarabu usiopingika. Macho yake yalipomwangukia Aika, alisimama kwa muda, akimtazama kwa sekunde kadhaa kabla ya kutembea moja kwa moja hadi alipokuwa. Kwa tabasamu lenye mvuto, alinyosha mkono wake. "Huenda wewe ni mpya hapa," alisema kwa sauti ya utulivu na ya kuvutia. "Sijawahi kukuona kwenye hafla yoyote kabla." Aika aliishiwa maneno kidogo, akashika mkono wake. "Ndiyo bwana, mimi ni Aika. Nimeanza kazi miezi michache tu iliyopita." Aika alirudia kwa tabasamu lenye mvuto. "Jina zuri sana kwa mwanamke mzuri." Walizungumza kwa muda mrefu jioni hiyo, Jonas akimuuliza Aika kuhusu maisha yake, ndoto zake na alikotoka. Alionekana kuwa na nia ya kweli ya kumfahamu. Alisikiliza kwa makini Aika alipomsimulia kuhusu maisha ya mama yake, jinsi walivyohangaika na ndoto yake ya kumrudishia mama yake heshima. Aika alijikuta akivutiwa na Jonas, si tu kwa sababu ya mali yake, bali kwa namna alivyomjali na kumfanya ajisikie kuwa wa thamani. Hakuamini kuwa mwanaume mwenye ushawishi kama Jonas angeweza kuvutiwa na msichana kutoka Sinza. Kuanzia usiku huo, Jonas akawa sehemu ya maisha ya Aika. Alimtumia maua kazini, kumpeleka kwenye mikahawa ya kifahari na kumpatia zawadi zisizotarajiwa zilizomfanya ajihisi kama malkia. Alimwonyesha wema na ukarimu ambao Aika hakuwa amewahi kuupata maishani mwake. Lakini mapenzi ya Jonas hayakuishia kwenye zawadi tu. Alitumia ushawishi wake kumsaidia Aika kupata kazi kwenye kampuni ya huduma za mafuta, moja ya kampuni kubwa zaidi jijini Dar es Salaam. Ilikuwa nafasi ambayo Aika aliwahi kuota tu, kazi ambayo ilimwongezea hadhi na kumpatia utulivu wa kifedha. Maisha ya Aika yalibadilika ghafla, kutoka maisha ya kawaida hadi maisha ya kifahari ambayo hakuwa amewahi kufikiria. Alihamia kwenye ghorofa maridadi maeneo ya Masaki, mbali kabisa na chumba kidogo alichokuwa akiishi na mama yake kule Sinza. Kwa mara ya kwanza, Aika alijihisi kama anastahili kuwa sehemu ya tabaka la juu jijini. Lakini ndani ya fahari hiyo yote, kulikuwepo na sintofahamu moyoni mwake, kwani ndoto yake ya kumpa mama yake maisha bora haikuwa imefanikishwa kikamilifu. Baada ya miezi michache ya uchumba wa kimapenzi, Jonas alipiga goti kwenye ufukwe wa Kigamboni, akiwa na pete yenye almasi iliyong'aa kama nyota 1000. Aika alishikwa na butwaa. Moyo wake ulidunda kwa msisimko na mshangao. "Aika," Jonas alisema kwa sauti ya upole lakini iliyojaa hisia. "Nataka kutumia maisha yangu yote na wewe. Wewe ni kila kitu nilichowahi kutamani. Tafadhali, olewa nami." Bila kusita, Aika alisema ndio, huku machozi yakimtiririka. Alimkumbatia kwa nguvu, akiwa haamini kama ndoto yake ilikuwa inatimia. Harusi yao ilikuwa ya kifahari, iliyohudhuriwa na watu mashuhuri wa Dar es Salaam, ikafanyika kwenye hoteli ya kifahari Masaki. Mama Aika aliwasili akiwa amevaa gauni lake zuri zaidi, moyo wake umejaa fahari alipomuona binti yake akitembea kuelekea madhabahuni. Alimshika Aika mikono na kusema kwa sauti yenye kuyumba kwa hisia, "Mwanangu mpendwa, umenifanya kuwa mama mwenye furaha zaidi duniani." Aika alitabasamu, akasema, "Mama, yote ni kwa ajili yako. Bila wewe nisingefika hapa. Asante kwa kila kitu." Wakati huo, Aika alimaanisha kila neno.
Alikuwa akimshukuru mama yake kwa moyo wake wote, akiamini kuwa upendo na shukrani hiyo ingetimia milele. Lakini kadri siku zilivyosonga katika maisha yake mapya na Jonas, Aika alianza kubadilika. Ustaarabu na starehe za maisha mapya vilianza kubadilisha mtazamo wake. Alianza kuona maisha ya zamani kama kitu cha aibu. Simu kwa mama yake zilianza kupungua. Ziara mara moja tu kwa miezi mingi. Alijishughulisha na mikutano ya kifahari, matembezi ya kiheshima na kupendeza mbele ya wake wa matajiri wengine wa mjini. Lakini bado moyoni mwake, Aika alihisi kitu fulani kinakosekana. Alijua kuwa mama yake bado alikuwa anaishi katika chumba kile kile kidogo Sinza, peke yake, huku akiwa na tumaini la maisha bora. Siku moja ya Jumamosi jioni yenye upepo mwanana, Aika alichukua simu na kumpigia mama yake. "Mama, ni mimi Aika," alisema kwa sauti ya upole. Mama Aika alishikwa na furaha tele. "Aika, mwanangu, uko salama? Nimekumisi sana." "Niko salama mama. Nataka uniende, uje uishi nami na Jonas. Imewadia muda wako wa kupata maisha bora ulioniombea siku zote." Kulikuwa na kimya kwa sekunde chache, kisha mama Aika alisema kwa sauti ya kutetemeka, "Una maana hiyo kweli mwanangu? Unataka niishi nawe?" "Ndiyo mama. Unastahili kupumzika sasa." Mama Aika alipiga magoti sakafuni, machozi yakimtoka. Alikusanya nguo zake bora, akaziweka kwenye begi lake la zamani. Alisimama mlangoni na kuangalia chumba chake cha miaka mingi kwa mara ya mwisho, mahali palipojaa kumbukumbu, sala na machozi ya matumaini. Alisema sala ya shukrani, kisha akaanza safari kuelekea maisha mapya. Mama Aika anawasili kwenye nyumba ya kifahari ya binti yake, lakini mapokezi si kama alivyotarajia. Siku mama Aika alipowasili kwenye nyumba ya kifahari ya Aika huko Masaki, moyo wake ulijaa furaha. Alishangaa mbele ya geti refu lililokuwa limepakwa rangi mpya, bustani iliyopambwa kwa maua yenye harufu nzuri, na nyumba kubwa iliyong'aa kwa marumaru. Aika alimfungulia mlango akiwa amevalia gauni la kisasa, akitabasamu kwa upole, "Karibu mama, karibu nyumbani." Mama Aika alijikuta akitokwa na machozi, "Mwanangu, umependeza mno. Na hii nyumba ni kama peponi duniani." Aika alitabasamu, "Ndiyo mama, ni maisha mazuri. Njoo nikuonyeshe utakapoishi." Mama Aika alifuatana naye kwa furaha, akipitia sebuleni yenye mapambo ya gharama, kupitia jiko la kisasa hadi wakatoka nje nyuma ya nyumba. Aika alimsimamisha mbele ya nyumba ndogo ya pembeni, iliyokuwa mbali na nyumba kuu. "Utakuwa ukiishi hapa mama," alisema kwa sauti ya kawaida, akafungua mlango wa chumba chenye kitanda, kiti na meza moja. "Ni pazuri pa utulivu." Mama Aika alitazama chumba kwa macho ya mshangao, lakini alijilazimisha kutabasamu, "Asante mwanangu, ni pazuri." Lakini kabla hajaingia ndani vizuri, Aika aliongeza kwa sauti ya ukali kidogo, "Tafadhali usiingie kwenye nyumba kuu bila sababu. Jonas hapendi kuwa na watu wengi karibu bila taarifa." Maneno hayo yalimgonga mama Aika kama kisu moyoni. Lakini alijibu kwa unyenyekevu, "Naelewa mwanangu." Kwa siku za mwanzo, mama Aika alijaribu kuzoea maisha yake mapya. Alikuwa akikaa bustanini, akipumzika kwenye kivuli au akisali chumbani kwake. Alijitahidi kuwa mpole na kutokujichanganya. Lakini haikuchukua muda mrefu kabla hali kuanza kubadilika. Aika alianza kumtuma mama yake kazi mbalimbali. Alimtuma kufua nguo, kusafisha dari, kupika chakula kwa ajili ya Jonas, na kusugua sakafu hadi zing'ae. Mama Aika hakulalamika. Aliona hiyo kama gharama ya kuwa karibu na binti yake. "Ni jambo dogo tu," aliambia moyo wake. Lakini siku moja, Aika alipokuwa na wageni wake wa matajiri waliokuja kwa chakula cha jioni, alimuita mama yake jikoni. "Mama, wageni wako hapa, kila kitu kiwe safi. Hakikisha vyombo vimepangwa vizuri na chakula kinapendeza," alisema kwa amri. Mama Aika alitii. Alisikia vicheko kutoka sebuleni, sauti za furaha, lakini yeye alikuwa jikoni, akisugua na kupanga, jasho likimtoka.
Alipoingia sebuleni akiwa amebeba sinia la vinywaji, mmoja wa wageni wa Aika alimtazama kwa mshangao. Aika, huyu si mama yako? Aika alicheka kwa sauti ya juu. Ndiyo, ni mama yangu. Anapenda sana kusaidia. Hana mapumziko hata siku moja. Maneno hayo yalimuumiza mama Aika kuliko chochote. Lakini alitabasamu na kusema, napenda tu kusaidia, siwezi kukaa bila kazi. Baada ya wageni kuondoka, Aika alikuja na kumwamuru mama yake kusafisha kila kitu haraka bila kupumzika. Hapo ndipo uchungu ulianza kujijenga moyoni mwa mama Aika. Hakuwa tena mama aliyekuwa akiheshimiwa. Alikuwa mfanyakazi ndani ya nyumba ya binti yake mwenyewe. Usiku ulipofika, akiwa amelala kwenye kitanda chake kidogo, alikumbuka maneno ya binti yake miaka iliyopita, mama, hutafanya kazi tena, nitakufanya ujivunie. Lakini sasa alikuwa akifanya kazi maradufu. Na mdomo wa Aika haukuwa tena wa huruma, bali wa amri na dharau. Sicho na jibu, ambapo hali ya mama Aika inazidi kuwa ngumu na huzuni inamzidia. Usiku mmoja baada ya siku ndefu ya kazi, mama Aika aliketi pembeni mwa kitanda chake, mikono yake ikitetemeka kwa uchovu. Alikuwa amesafisha kila kona ya nyumba ya binti yake, kupika mlo wa kifahari kwa ajili ya Aika na Jonas, na kusugua madirisha hadi yameremeta. Mgongo wake uliuma, mikono ilivimba, na roho yake ilihisi kama imepondeka vipande vipande. Alitazama kuta za chumba chake kidogo, kuta zilizo tupu, dirisha moja dogo lililokuwa linatazama uzio wa ukuta mkubwa wa nyumba. Ilikuwa mbali sana na ndoto aliyokuwa nayo, ya kuishi karibu na binti yake, wakishiriki chai ya asubuhi, wakikumbushia maisha ya zamani kwa furaha. Lakini badala yake, alikuwa amefichwa kama mzigo, kana kwamba alikuja kuharibu taswira ya maisha mapya ya Aika. Alikumbuka siku moja binti yake alipomwambia, mama, utajivunia. Siku moja hutawahi kufanya kazi tena. Machozi yalimtiririka usoni. Alijilaza kitandani na kuugulia kimya kimya. Siku zikawa wiki, wiki zikawa miezi. Hali ya mama Aika ikaanza kudhoofika. Alianza kuumwa kichwa kila siku, mwili kuwa na homa ya mara kwa mara na nguvu kupungua. Alijaribu kuficha maumivu hayo, akiogopa kuwa mzigo kwa Aika zaidi ya alivyokuwa tayari. Lakini usiku mmoja homa yake ilizidi. Alijikuta hawezi hata kunyanyuka kutoka kitandani. Kwa mikono inayotetemeka, alichukua simu na kumpigia Aika. Mama, Aika aliitikia kwa sauti ya usingizi, unanitaka nini usiku huu? Aika aliongea kwa sauti dhaifu, mwanangu, naumwa, naona homa inaniua. Tafadhali, njoo. Aika alikata simu kwa hasira, mama, ni homa tu. Kunywa maji upumzike. Usinipigie usiku kwa sababu ya mambo madogo. Simu ilikata. Kimya kilijaa chumbani. Mama Aika alishikilia simu kwa udhaifu, machozi yakimtiririka. Moyoni alihisi baridi ya kuachwa, ya kupuuzwa na binti yake mwenyewe. Aliinua macho yake juu ya dari na kwa sauti ya kutetemeka alisema, Aika, kama ambavyo umenitendea, ndivyo watoto wako watakavyokutenda. Kama ulivyonifanyia hivi, Mungu akuonyeshe maana ya huzuni niliyo nayo leo. Maana wewe ni tunda la tumbo langu, lakini sasa mimi ni kivuli tu ndani ya nyumba yako. Aliyatamka maneno hayo kwa huzuni, si kwa chuki, la hasha, lakini kwa uchungu uliokuwa umejaa moyoni kwa muda mrefu. Baada ya muda mfupi, akiwa katika hali ya kulegea kabisa, alifikiria mtu mmoja tu, Jonas. Mwanaume pekee aliyewahi kumwonyesha heshima. Kwa nguvu za mwisho, alipiga namba ya Jonas, ambaye kwa wakati huo alikuwa amesafiri kwenda Arusha kwa shughuli za kazi. Simu iliita mara moja tu, kisha Jonas akapokea haraka, mama. Shikamoo. Unaendeleaje? Kuna nini? Kwa sauti ya kupoteza fahamu, mama Aika alijibu, Jonas, tafadhali nisaidie, siwezi hata kusimama. Jonas alishtuka, subiri hapo mama, nitakutumia ambulance sasa hivi. Usijali, msaada unakuja. Dakika chache baadaye, milio ya ambulance ilisikika kwenye barabara tulivu ya Masaki. Aika alitazama dirishani kwa mshangao, macho yake yakikumbwa na hofu.
Aliona wauguzi wakikimbilia chumba cha mama yake. Alitoka mbio lakini hakufika kwa wakati. Mama yake alikuwa tayari amebebwa kwenye machela, uso wake umejaa udhaifu, mwili wake umedorora. Kwa mara ya kwanza, uso wa Aika ukaonesha majuto. Lakini kabla hajafanya lolote, Jonas aliwasili hospitalini kesho yake. Uso wake ulikuwa umejaa wasiwasi. Alimkabili Aika. Aika, mama yako yuko wapi? Yuko salama. Aika alitazama chini, akashindwa kumwangalia mumewe usoni. Wanafanya vipimo. Hatuna majibu bado, alijibu kwa sauti ya chini. Jonas aliketi kimya pembeni yake, akimtazama, macho yake yakionyesha wasiwasi mkubwa, lakini pia maswali. Lakini anaamua kuchukua hatua kubwa ya maisha. Baada ya siku kadhaa hospitalini, hali ya mama Aika ilianza kuimarika. Daktari alisema alikuwa amepata uchovu wa mwili uliopitiliza, homa kali na upungufu wa damu. Ilikuwa ni matokeo ya miaka ya kazi ngumu bila mapumziko, na zaidi ya yote, maumivu ya kihisia ambayo hakuwahi kuyasema kwa mtu yeyote. Siku moja asubuhi, akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitali, Jonas alimtembelea akiwa na mkate wa kahawa na matunda safi. Mama, umeamka vizuri leo? Aliuliza kwa upole. Mama Aika alitabasamu kidogo, na shukuru Mungu. Leo najisikia nafuu kuliko siku zote. Jonas alikaa pembeni yake, akamshika mkono kwa upole. Niko pamoja na wewe, mama. Nitakusaidia kwa vyovyote utakavyoamua. Mama Aika alitulia kwa muda, akimtazama Jonas kwa macho yenye shukrani. Jonas, wewe ni kijana mwema sana. Umenitendea wema ambao hata mwanangu mwenyewe hakuweza. Umenipa heshima niliyokosa. Sasa ninataka kurudi nyumbani kwangu. Jonas alishtuka kidogo. Unamaanisha kurudi Sinza? Ndiyo mwanangu. Pale ndiko nilikoishi miaka mingi. Nilijenga maisha yangu ya heshima huko, hata kama yalikuwa magumu. Nilipata amani ya kweli. Sitaki kurudi kwenye nyumba ambayo moyo wangu uliumizwa. Hata kama ni nyumba ya binti yangu. Jonas alinyamaza. Aliona kuwa mama Aika alikuwa amechoka kuomba upendo. Alikuwa amepigana vita ya kimya kwa muda mrefu. Sasa alihitaji kitu kimoja tu, amani. Siku ya kuruhusiwa kutoka hospitali ilipowadia, Aika alifika akiwa amevalia vizuri na kutabasamu kama kawaida. Lakini alipofika, mama yake alishambulia huruma. Hakukuwa na ukumbatio wala maneno ya shukrani. Mama, turudi nyumbani, Aika alisema. Mama Aika alimkazia macho, akasema kwa sauti ya utulivu, siendi kule tena. Siwezi kuishi kwenye nyumba ambayo nilihisi kama mjakazi. Nitakwenda Sinza, mahali penye utulivu wa moyo wangu. Aika alibaki ameduaa. Jonas alimsindikiza mama Aika hadi kwenye gari, akambeba hadi kwenye basi lililompeleka Sinza. Alimpa bahasha yenye pesa na kuahidi kumsaidia kila mwezi. Waliagana kwa kumbatio la mwisho. Mama Aika alirejea Sinza, mtaa aliojenga maisha yake ya kweli. Aliweka matandiko yake kwenye chumba chake cha zamani, akavuta pumzi ya kina. Alikuwa maskini tena, lakini alikuwa na kitu kimoja muhimu, amani ya moyo. Lakini kama walivyosema wazee wa zamani, laana ya mama haipotei bure. Mwaka uliofuata, maisha ya Aika yalianza kubadilika kwa njia isiyotabirika. Miezi michache baada ya mama Aika kuondoka na kurejea Sinza, maisha ya Aika yalianza kuyumba. Kwanza ilikuwa ndogo tu, mfano akifungua draw fulani na kukuta pesa zimepotea, akijisahau mahali alipoacha funguo, au simu yake ikifeli bila sababu. Alijua ni mambo ya kawaida ya maisha ya haraka. Lakini mambo yalizidi. Mara kadhaa alihisi usingizi mzito katikati ya kazi, akasahau mikutano muhimu, au kuamka akiwa na maumivu yasiyoelezeka. Alianza kupoteza mwelekeo kazini. Wakubwa wake kazini walianza kumuona hana ufanisi kama zamani. Aliitwa ofisini kwa mazungumzo ya utendaji hafifu. Jonas, ambaye awali alimpenda kwa moyo wake wote, alianza kuona sura tofauti ya mke wake, mtu aliyependa sura na heshima ya nje kuliko familia.
Siku moja usiku, Jonas alimwambia Aika kwa sauti ya upole lakini thabiti. Aika, kuna kitu kimebadilika. Huwezi kuwa mke bora kwa watu mtaani na kuwa binti katili kwa mama yako mwenyewe. Huwezi kupata baraka zako kamili kama mzizi wa maisha yako unaumia. Aika alimtazama Jonas kwa mshangao na hasira iliyojificha. Unamaanisha nini? Kwamba mimi ni mtu mbaya? Jonas alitikisa kichwa. Hapana. Nasema huwezi kufanikisha maisha ya kweli kama umevunja moyo wa yule aliyekuzaa. Tafuta suluhu. Omba msamaha. Hilo ndilo jambo la kweli. Maneno ya Jonas yalimgonga Aika kama radi ya ghafla. Lakini hakuwa tayari kuyakubali. Alinyamaza, akajitazama kwenye kioo, akajiuliza kimoyomoyo, je, kweli nimekosea kiasi hiki? Lakini kabla hajachukua hatua yoyote, msiba mwingine ulipiga. Kampuni aliyokuwa amepewa kazi kupitia kwa Jonas ilitangaza kupunguza wafanyakazi. Aika alifutwa kazi siku hiyo hiyo. Akaingia kwenye msongo wa mawazo. Marafiki wake wa kifahari walianza kumwepuka. Hakukuwa na mialiko, hakukuwa na salamu. Majirani wake walikuwa wakimnong'onea, yule binti aliyemfukuza mama yake. Ndiyo huyo sasa. Aika alihisi ulimwengu unamgeuka. Hakuwa tena yule aliyedhani atapanda juu bila kushuka. Hakuwa tena malkia wa Masaki. Alikuwa binti wa mama Aika ambaye sasa alishindwa hata kumtazama uso kwa uso. Usiku mmoja akiwa kitandani, Aika alikumbuka maneno ya mama yake alipokuwa mgonjwa, kama ulivyonitenda ndivyo watoto wako watakavyokutenda. Alishtuka, akaamka kwa jasho. Hali ile haikuwa ya kawaida tena. Akapiga simu kwa Jonas. Naogopa. Naona giza limejaa kila upande. Jonas alijibu kwa upole, ni wakati wa kutubu. Baraka huondoka ukimuumiza mzazi. Asubuhi moja yenye ukungu mwepesi na hewa ya baridi, Aika aliamka akiwa amechoka rohoni. Alisimama mbele ya kioo, akajiona tofauti. Uso wake uliopendeza sasa ulikuwa umechoka, macho yamejaa huzuni, tabasamu lake la zamani lilikuwa limetoweka. Aliamua kwamba hakuwa na budi tena. Ilikuwa lazima afanye jambo moja, kurudi Sinza. Kurudi kule alikokulia. Kurudi kwa yule aliyetoa kila kitu kwa ajili yake. Kurudi kwa mama Aika. Alivaa kitenge rahisi, akachukua pochi ndogo na kuingia kwenye gari. Njia kutoka Masaki hadi Sinza haikuwahi kuwa ndefu kama siku hiyo. Kila kona, kila taa ya barabarani, kila mtu aliyemwona alionekana kama kioo cha dhamira yake iliyotafunwa na majuto. Alipofika Sinza, alishuka taratibu, akaanza kutembea kuelekea nyumba ile ya udongo aliyokuwa akiikimbia miaka yote. Pale palikuwa na uhai tofauti, watoto wakicheza mitaani, harufu ya chakula cha mtaani ikisambaa angani, na sauti ya redio kutoka kwenye nyumba ya jirani. Alisimama mbele ya mlango mdogo wa bati. Akapiga hodi kwa mikono inayotetemeka. Mama, ni mimi. Aika. Hakukuwa na jibu. Alipiga tena, sauti yake sasa ikiwa ya hisia. Mama, tafadhali. Samahani. Nimekosea. Nimeharibu kila kitu. Naomba unisamehe. Ndani ya nyumba, mama Aika alikuwa ameketi sakafuni akisali. Alitambua sauti hiyo. Sauti ile ambayo alisubiri kwa miezi mingi lakini haikufika. Sauti ya binti aliyemlea kwa uchungu wa jua na mvua. Sauti ya moyo wake. Akaenda kufungua mlango. Walipokutana macho, muda ulisimama. Aika alipiga magoti, akalia kwa sauti ya kilio cha kweli. Mama, nisamehe. Nilijisahau. Nilikuumiza. Nilikutendea kama mgeni katika maisha yangu, nisaidie kurudisha uhusiano wetu. Mama Aika alimtazama binti yake kwa macho yaliyopitia mengi. Akasema kwa sauti ya upole lakini yenye nguvu. Aika, maumivu ulionipa hayafutiki kirahisi. Lakini mimi ni mama yako. Damu yangu iko ndani yako. Ndiyo maana naweza kusamehe. Alimwinua kutoka sakafuni, akamkumbatia kwa nguvu. Walilia wote wawili, moja kwa toba, mwingine kwa uponyaji.
Aika alikaa nyumbani kwa siku kadhaa. Alimfanyia mama yake kazi zote, alimfulia, alipika, alimsikiliza. Alijifunza upya thamani ya maisha halisi. Akawa rafiki kwa majirani. Alianza kupika vitumbua vya mama yake sokoni kwa heshima. Sasa alikuwa tayari kutumia mali yake kusaidia, si kuonyesha. Jonas alikuja siku moja kumchukua, lakini Aika aliamua kusubiri. Nitakaa hapa mama anapojisikia tayari kuniruhusu niende. Jonas alimsalimia mama Aika kwa heshima. Asante kwa kila kitu mama. Leo nina bibi mpya wa kweli. Siku moja jioni, mama Aika alimpigia Aika aliyekuwa jikoni, mwanangu, njoo hapa. Aika alifika na kukaa pembeni ya mama yake. Mama Aika alimshika mkono. Umetubu. Umenirudisha kwa heshima. Nimeona mabadiliko yako. Kwa moyo wangu wote na kubariki. Aliweka mikono yake juu ya kichwa cha Aika na kusema, utafanikiwa. Utabarikiwa. Maisha yako yatabadilika sasa kwa upendo na rehema. Aika alilia kwa furaha. Na kutoka siku hiyo, mlango wa neema ukafunguka upya. Aika alipata kazi mpya, alianzisha taasisi ya kusaidia akina mama waliotelekezwa na akawa sauti ya huruma kwa wasiosikilizwa. Hadithi hii ya Aika na mama yake inatufundisha kuwa baraka ya kweli huanzia kwa wazazi. Na laana ya moyo wa mama haichukui muda kuzaa matunda. Kama umependa simulizi hii, naomba ulike video yangu na ukomenti, pia na kuomba usubscribe kwenye chaneli yangu. Jina langu naitwa Maria, asanteni.